Yao Kwasi Atohola anapitia kipindi kigumu ndani ya Yanga huku tetesi za kuachwa kwake zikishika kasi kutokana na majeraha ya mara kwa mara. Licha ya uwezo wake mkubwa, changamoto ya fitness imewafanya viongozi kutilia shaka uwezo wake wa kuhimili mashindano ya kimataifa. Benchi la ufundi linatajwa kutafuta beki mpya mwenye uhakika wa kudumu uwanjani bila usumbufu. Uamuzi wa kumkata Yao Kwasi unachochewa na hitaji la kusajili mashine nyingine ya kigeni, jambo linalomfanya beki huyo kuwa na muhanga wa kwanza wa nafasi. Ingawa krosi zake ni silaha muhimu, Yanga haitaki kuhatarisha msimu kwa kutegemea mchezaji anayekosa mechi nyingi muhimu. Hali hii imeweka njia panda mstakabali wa nyota huyo ambaye amekuwa kipenzi cha mashabiki. Kuondoka kwa Yao kutakuwa na pigo kwa safu ya ushambuliaji ya klabu hiyo, lakini ni hatua inayolenga kuleta damu mpya yenye nguvu zaidi. Thamani yake bado iko juu sokoni na huenda kaibukia kwa washindani wakubwa pindi tu mkataba wake utakapofikia tamati na kuvunjwa. Huu unaonekana kuwa mwisho wa safari. The Train ndani ya viunga vya Jangwani. Kwanza, asalamu alaikum mashabiki wa soka la Tanzania na wapenzi wa Young Africans, na leo nakuletea mada nzito inayotikisa mioyo ya wanayanga wengi. Mada inayohusu hatima ya kiungo mshambuliaji Yao Kwasi ambaye kwa muda mrefu amekuwa nje ya uwanja kutokana na majeraha yaliyomkumba mfululizo. Ni mchezaji aliyekuja Yanga akiwa na matarajio makubwa, akiwa na wasifu mzuri na uwezo uliowafanya mashabiki wengi kuamini kuwa ndiye angekuwa suluhisho katika safu ya ushambuliaji wa klabu kiungo hii kongwe, lakini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Tangu Yao Kwasi ajiunge na Yanga amepitia kipindi kigumu zaidi katika taaluma yake ya soka. Majeraha ya mara kwa mara yalimweka nje ya uwanja kwa muda mrefu, jambo liloathiri sio tu kiwango chake bali pia mipango ya benchi la ufundi. Yanga ikiwa ni klabu yenye malengo makubwa ndani na nje ya nchi, imejikuta ikilazimika kufanya maamuzi magumu kuhusu mustakabali wa mchezaji huyo ambaye hayupo katika hali bora ya kuchangia mafanikio ya timu. Taarifa kutoka ndani ya klabu zinaeleza kuwa Yao Kwasi yupo kwenye orodha ya wachezaji wanaotathminiwa upya, hasa ikizingatiwa hali yake ya kiafya na muda aliokaa nje ya uwanja bila kucheza mechi za ushindani. Katika soka la kisasa, majeraha ya muda mrefu ni changamoto kubwa, kwani sio tu yanamrudisha nyuma mchezaji kimwili bali pia kisaikolojia. Mchezaji anahitaji muda wa kurejea kwenye kujiamini, kasi ya mafunzo na ushindani wa kiwango cha juu. Kwa upande wa benchi la ufundi la Yanga, suala la Yao Kwasi linaangaliwa kwa jicho la kitaalamu zaidi kuliko kihisia. Kocha na wasaidizi wake wanapaswa kujiuliza maswali magumu. Je, Kwasi anaweza kurudi na kuwa yule mchezaji aliyesajiliwa kwa matarajio makubwa? Je, muda na rasilimali zitakazotumika kumsubiri zitakuwa na faida kwa timu, au ni wakati wa kufungua ukurasa mpya na kumpa nafasi mchezaji mwingine aliye tayari kimwili na kiushindani? Mashabiki nao wamegawanyika katika mawazo. Wapo wanaoamini Yao Kwasi anapaswa kupewa muda zaidi, wakisisitiza kuwa majeraha ni sehemu ya mchezo na mchezaji anaweza kurudi kwenye nguvu yake na kwa nguvu zaidi. Wengine wanaona Yanga haiwezi kuendelea kubeba mzigo wa wachezaji ambaye hayupo uwanjani kwa muda mrefu, hasa katika msimu mwenye ushindani mkubwa wa ligi kuu, kombe la FA na michuano ya kimataifa. Kipindi hiki kinamkumbusha Yao Kwasi na wachezaji wengine umuhimu wa maandalizi, uangalizi wa afya na nidhamu ya juu nje ya uwanja. Kwa wachezaji wa kulipwa, mwili ni mtaji mkubwa na jeraha lolote linaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa taaluma yake. Yanga kwa upande wake imewekeza sana katika matibabu na urejeshwaji wa wachezaji wake, lakini bado uamuzi wa mwisho unategemea tathmini ya kitaalamu ya madaktari na benchi la ufundi. Kama Kwasi ataendelea kubaki Yanga, atalazimika kupambana maradufu kuthibitisha thamani yake. Atahitaji kurejea akiwa na kiwango cha juu, akiwa tayari kuhimili ushindani mkali kutoka kwa wachezaji wengine waliopo kikosini. Lakini kama uamuzi utakuwa ni kuachana naye, basi hiyo itakuwa ni sura nyingine ya maamuzi magumu ambayo klabu kubwa hulazimika kuyafanya kwa maslahi ya timu kwa ujumla. Kwa sasa hatima ya Yao Kwasi bado ipo wazi, lakini ishara zinaonyesha kuwa siku zijazo zitakuwa na maamuzi muhimu. Hii ni somo kwa wachezaji, mashabiki na viongozi wa soka kuhusu jinsi majeraha yanavyoweza kubadilisha ndoto na mipango ya muda mrefu. Soka halina subira sana na kila msimu huleta changamoto mpya zinazohitaji maamuzi haraka na sahihi.
Mashabiki wa Yanga wanaendelea kusubiri kwa hamu kuona kitakachotokea, wakitumaini uamuzi wowote utakaofanyika utakuwa kwa maslahi mapana ya klabu yao. Je, Yaukwasi atapigania nafasi yake na kuandika historia mpya ya Yanga, au atakuwa na sehemu ya sura ya maamuzi magumu ya kuachana na baadhi ya wachezaji? Muda ndio utakaojibu, lakini kilicho wazi ni kwamba soka ni mchezo wa ushindani, afya na maamuzi magumu yasiyoepukika. Na kwa upande wetu hapa Malkia wa Soka tunaendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea ndani ya Yanga, kuanzia maamuzi ya benchi la ufundi, hatima ya wachezaji hadi mustakabali wa klabu ya Yanga. Maamuzi kuhusu Yaukwasi yatakuwa funzo kubwa kwa wadau wa soka, yakituonyesha kuwa katika soka la kisasa nafasi inatolewa kwa aliye tayari kimwili na kiushindani, bila kuangalia jina wala historia. Endelea kuwa nasi kwa taarifa za uhakika, uchambuzi wa kina na habari motomoto za soka la ndani na nje ya nchi. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu ya Malkia wa Soka ili usikose chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu wa soka. Mimi ni Kuliz, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Tuendelee kuipenda soka, tuendelee kuienzi football. Mpaka wakati mwingine tena hapa Malkia wa Soka. Bye bye na uwe na wakati mwema. Endelea kusalia nasi.